एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu, karibu tena katika kipindi chetu unachokienzi sana kinachoitwa Maktaba ya Masihi. Maktaba ya Masihi ni kipindi ambacho tunaangazia sana kuhusiana na maneno, mafundisho ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kupitia vitabu vyake. Ndugu, mnamo mwaka wa 1896 jijini Lahore kule India, historia iliandikwa wakati wawakilishi wa dini zote walikusanyika kuzungumzia ukweli wa dini zao, ikiwemo Uislamu, Wahindu na pia Wayahudi na dini zingine. Hata wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu walikuwemo ukumbini. Lakini hotuba moja tu ilitikisika ama ilitikisa wale ambao walihudhuria pale. Maelfu, mioyo ya maelfu yalidua, walikuwa kimya, na hata hotuba ya huyu ambaye alishinda ilipewa muda mara 3. Hii hotuba ilikuwa ni ya nani? Hotuba ilikuwa ya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Katika kipindi hiki Maktaba ya Masihi, siku ya leo tutaangazia sana kitabu chake kinachoitwa Hekima ya Mafundisho ya Dini ya Kiislamu, kitabu cha Masihi Maud alayhi salatu wasalam, iliyoangaza ulimwengu na kuonyesha ukweli wa dini ya Kiislamu. Mada hii siwezi chambua peke yangu, ninao wale ambao wamebobea katika elimu ya dini ambao ninao hapa, watachambua kitabu hiki Hekima ya Mafundisho ya Dini ya Kiislamu. Upande wangu wa kulia anaitwa Mwalimu Musa Oponyo Saib, na vile vile ninaye mwalimu wangu mpendwa ambaye anaitwa Mwalimu Mahmud Makoha Saib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa muda nina furaha tena kuwaona tena, na nina furaha pia mmekubali wito wetu kufika katika studio yetu ili tuendelee kufundisha yule mtazamaji ili apate elimu. Na leo kitabu hiki kinaitwa Hekima ya Mafundisho ya Dini ya Kiislamu. Mwalimu Saib, imebeba nini? Bismillahirrahmanirrahim. Asante sana bwana mtangazaji kunipa tena nafasi na fursa nyingine kuchangia katika kipindi hiki muhimu, kipindi Maktaba ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Bwana mtangazaji, katika zile kazi za kiufundi na kazi ya kipekee aliyoifanya Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam ni uandishi wa kitabu Philosophy of the Teachings of Islam. Hiyo ni kwa lugha ya Kimombo. Naam. Kinaitwa Hekima ya Mafundisho ya Kiislamu. Hiki ni kitabu ambacho tunaweza sema kwamba ni nuru juu ya nuru. Ni kitabu ambacho kimebeba mafundisho mengi na miujiza mingi ya Qur'an tukufu, ambacho kiliandikwa na Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Kitabu hiki kinapatikana katika jarida la 10 la Rohan Khazain kwa yule mtazamaji ambaye angependa kukitafuta kitabu hiki, na ni kitabu cha 3 katika jarida hili katika juzu hii, na ni kitabu cha 38 katika jumla ya maandishi ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam katika hali ya vitabu. No. Kina jumla ya kurasa 138. Kitabu hiki bwana mtangazaji ni kitabu ambacho kilipatikana baada ya pendekezo la kufanyika mazungumzo ya dini zote, pendekezo ambalo lilifanywa na huyu bwana Swami Shogan Chandar, ambaye alikuwa ni mwana makeuzi aliyependa kuona kwamba dini yake ya Hindu Dharam ikipata mabadiliko, ikipata maendeleo ya kiroho. Basi alitoa pendekezo kwamba kufanyike au kukifanyika kongamano la dini zote, kwamba kila dini ikuje itoe mafundisho
ya dini yake kulingana na kitabu chao. Basi alipendekeza kwamba kufanyike mkutano kule mnamo mwaka 1894 kule Ajmer wa dini zote. Basi ukafanyika kule mkutano, na mwaka uliofuata mwaka 1895 Masih Maud alayhi salatu wasalam akatoa pendekezo kwamba mkutano ufanyike kule Kadiani, na alikuwa tayari kusimamia gharama zote za mkutano, kutoka kwa chakula, malazi na kadhalika, na pia alikubali kwamba angetoa nauli kwa kila atakayehudhuria wakati wa kurudi. Unaweza fikiria kwa ile hamu aliyokuwa nayo Masih Maud alayhi salatu wasalam kueneza mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Yaani ile nafasi yote aliyoipata kueneza mafundisho ya Kiislamu basi hakuiacha. Basi akatoa pendekezo hili kwamba na sasa vile mkutano umekuwa kule Ajmer, sasa uje kule Kadiani. Lakini kwa bahati mbaya hili pendekezo halikukubaliwa. Lakini mwaka uliofuata sasa mwaka 1896 basi lile wanajopo wote wakakubaliana kwamba mkutano ufanyike kule Lahore. Basi ukapangika kule mkutano wa dini zote, uwe ni dini ya Kiyahudi, uwe dini ya Kihindu, awe ni Maarya Samaji, wawe ni Waislamu, wawe ni Wakristo, dini zote, hata wasio na dini wale tunaita wale atheist. Waje pia kila mmoja ajieleze kwamba dini yake inaeleza nini, ina uzuri gani. Basi ulikuwa ni wakati ambao Masih Maud alayhi salatu wasalam akapata fursa sasa ya kuwasilisha hoja zake katika ule mkutano. Basi lakini kwa namna tunavyojua ni kwamba hakuweza mwenyewe kufika kule katika ule mkutano, lakini makala yake ilipatwa kusoma na mwanafunzi wake stadi sana. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, hiki kitabu cha Masih Maud alayhi salatu wasalam ni kitabu ambacho msomaji yote anapaswa kukitafuta na kuona kwamba ndani yake kuna uhondo gani. Namna nilivyosema, ni kazi ambayo inaitwa nuru juu ya nuru. Ni kitabu ambacho kimebeba nuru chungu nzima. Kwa hivyo kwa ufupi, hiki ndicho kitabu ambacho Masih Maud alayhi salatu wasalam aliweka mbele wasomaji mwaka huu 1896. Masih Maud alayhi salatu wasalam hakuwa tu na jazba, basi alikuwa na uhakika wa dini yake mpaka hata hapo awali kabla ya mwaka 1896 alipendekeza kuwa watu wakuje kwake Kadiani, atawapatia pia malazi ili mkutano hizi zifanyike. Hii inamaanisha ya kuwa alikuwa na jazba na alikuwa na uhakika wa elimu ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia. Asante sana. Na Mwalimu Saib, katika mkutano ule dini zote zimekuja, wawakilishi wamefika kuwakilisha dini ya Kiislamu. Kulikuwa na unwani gani ambaye alikuwa amezungumzia Masih Maud alayhi salatu wasalam katika kitabu hiki? Pindi baada ya kuitikia mwito wa kongamano la dini zote na madhehebu yote hapo Lahore, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alipata taarifa kwamba mada maalum zitazungumziwa katika mkutano huo. Mada ya kwanza ilikuwa ni hali ya kimwili na kimaadili na kiroho ya mwanadamu. Mada ya pili ilikuwa hali ya maisha ya mwanadamu katika dunia na siku zijazo na baada ya kifo. Alafu tatu ilikuwa ni hali ya jinsi yani mwanadamu, lengo lake katika maisha ya kidunia na jinsi ya kulifikia. Alafu nne ilikuwa ni maisha haya ya kidunia na yani malengo ya maisha ya dunia na yajayo ya siku zijazo. Alafu mwisho ilikuwa ni athari ya matendo katika maisha ya mwanadamu kidunia na kimwili na kiroho. Katika mada hizi zote zilizopendekezwa kwamba zitazungumziwa, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alipokea kwa moyo mkunjufu na akasema kwamba yeye yuko tayari kuandika makala yake. Na alisema kwamba mapema kabisa, akasema kwamba sasa wakati huu ndio tutaonyesha wazi kwamba ni dini gani ambayo ina maarifa zaidi. Na baada ya kufanya hivyo, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alitoa tangazo, akasema kwamba naona dalili kwamba makala yangu itashinda. Kwa hivyo alitangaza mapema sana kwamba
makala yake itashinda. Baada tu ya kupewa hizo mada. Akasema makala yake itashinda. Akaanza kuziandika vizuri. Akaanza kuziandika charaza vizuri. Sawa na ile usaidizi wa Mwenyezi Mungu pia. Na nikisikiza hizo mada, ni mada nyeti sana na ni mada muhimu sana katika kigezo cha dini zote. Tukiangalia kimaadili, yani maumbile ya mwanadamu, kimwili, kimaadili na kiroho, hii ni mada muhimu sana. Na pia kuhusiana na ile baada ya kufariki, tunajua ya kuwa kuna wengine hawaamini ile baada ya kufariki kuna maisha baada ya kifo. Akakieleza. Hizi zilikuwa ni mada nzuri sana. Asante sana Maalim Saib kutueleza kuhusiana na mada hizi muhimu ambazo zilikuwa zikisomwa pale katika mkutano wa Lahore. Naam, Maalim Saib, yule mtazamaji angependa kujua ni kwa jinsi gani maandiko ya Masih Maud alayhi salatu wassalam yalivutia hadhira mkutano wa dini kiasi cha muda wa mkutano kuongezwa, kama vile nilikuwa nimewaeleza mara 3 ameongezwa aendelee. Ule jamaa alikuwa akisoma hotuba yake akapewa muda zaidi. Hebu tueleze kuhusiana na haya Maalim Saib. Bwana mtangazaji, namna ulivyosema ni kweli kwamba mkutano ulipangwa kufanyika Disemba 26, 27 na 28. Lakini kutokana na ule ubora au tuseme uhondo wa makala ya Masih Maud alayhi salatu wasalam, gongamano lote kwa pamoja walikubaliana kwamba iongezwe siku ya tarehe 29 ili wapate kuyasikiliza makala ya Masih Maud alayhi salam kwa ukamilifu. Na kabla ya mkutano kuanza, namna Maalim Saib alivyoguzia kidogo ni kwamba Masih Maud alayhi salatu wasalam kwa ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu alishamjulisha kwamba makala yake ndio itakayoshinda, na akatangaza mapema, akaandika feperushi kutangaza kwamba makala yake itashinda. Anasema kwamba habari nzuri kwa wale wanaotafuta ukweli, kwamba katika tarehe 26, 27 na 8 kule Lahore kutakapofanyika mkutano wa dini zote, kwamba makala yangu, makala ya huyu mnyenyekevu yatasomwa kule, makala ambayo inaonyesha ubora na utukufu wa dini tukufu ya Kiislamu, na ni makala ambayo ni mbali na ile uwezo wa mwanadamu, bali ni makala ambayo imefunuliwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Basi anawalika wote ambao walio na nafasi na uwezo wafike kule wasikiliza yale makala, na akatangaza kwamba kwa msaada wa Mwenyezi Mungu haya makala yataepuka kuwa na ushindi. Basi bwana mtangazaji, yale makala ya Masih Maud alayhi salatu wasalam yalipangwa kusomwa tarehe 27 kuanzia saa 7:30 pale mchana. Yale makala, kwa kuwa tunajua kwamba Masih Maud alayhi salatu wasalam hakuweza kufika mwenyewe, alimchakua yule mwanafunzi wake hodari, yule bwana Molfi Abdul Karim Sialkot, ambaye alikuwa ni mbora zaidi katika uzungumzaji, ile uhodari wa kunena. Basi alimchakua huyu kusoma yale makala. Bwana mtangazaji, ajabu ni kwamba alipoinuka bwana Abdul Karim kusoma yale makala, ukumbi wote ukainuka. Yani ni kama kwamba kuna jambo limefanyika la kiajabu, kwamba tofauti na ilivyokuwa wakati makala zingine zikisomwa. Kabla ya hapo, hata wakati ilipobaki kama lisali moja makala ya Masih Maud kusomwa, ukumbi ulikuwa umeshona. Naam. Na wakati alipoinuka huyu bwana kusoma ya makala, watu wote wakawa wako kimya kweli kweli. Hata wale ambao walikuwa ni wenye vyeo vikubwa, kulikuwa na maprofesa na madaktari katika ukumbi ule, walijikuta wameinuka juu wakitaka kusikiliza yale makala. Namna ninavyoona kwamba watu wakishabikia kwamba timu zile hodari zikicheza, useme kama labda Brazil wanacheza kule na Spain, ndivyo ilivyokuwa, kwamba watu wakawa nashangilia ile hutuba kwa namna ya kushangaza. Na baadhi ya wakati walitaka mistari fulani kurudiwa, kila aliposoma mstari fulani watu wakashangilia kwa makofi na wakatamani kwamba rudia hapo. Yani wakataka kwamba, yani uhondo juu ya uhondo, kwamba hawakutaka kukosa lolote. Naam. Na kuambia bwana mtangazaji kwamba hutuba ilisomwa ambayo ilitarajiwa kuisha, ilifaa ichukue masaa kama 3, kutoka saa 7:30 iende saa 9, saa 8:30, 9:30 ishi. Lakini hata swali la kwanza alikuisha. Watu wote kwa pamoja, kuna yule bwana ambaye pia alikuwa na makala yake, Molfi Mubarak Ali, akasema kwamba mimi natoa wakati wangu makala ya Masih Maud isomwe. Ilikuwa yeye asome yake. Baada ya makala ya Masih Maud al-Islam, ilikuwa huyu bwana Mubarak Ali asome makala yake. Akasema kwamba jamani, kutokana na hali ya mambo
na ubora wa hii hutuba, mimi natoa nafasi yangu. Endelea bwana mkubwa. Basi Maulvi Abdul Karim Sialkot akaanza kudondosha ule uhondo. Akayasoma, ile muda wa bwana Mbarak Ali ukaisha, bado makala hayakukamilika. Ilifaa kwamba mkutano unaisha saa 10:30, lakini wale wanajopo wote wakakubaliana kwamba tunaongeza tena lisali 1:30. Wacha mkutano uende mpaka saa 11:30. Basi bwana Abdul Karim Sialkot akaendelea na ile makala, na wala hakuna mtu aliyekuwa hata kule kujikuna bwana mtangazaji kwamba labda una tatizo, hakuna. Kila mtu ako makini anasikiliza yale makala mpaka wakati saa 11:30 muda unaisha, bado makala haijakamilika. Wana ukumbi na wanajopo wote wakakubaliana kwamba haya makala lazima yaishe. Tunaongeza siku nyingine zaidi, tarehe 29 waacha mkutano uendelee. Basi bwana Abdul Karim Sialkot aliendelea kusoma yale makala ile siku mpaka yalipomalizika. Kwa hivyo ni makala ambayo ileta msisimuko wa aina yake katika ule ukumbi bwana mtangazaji, na namna Masih Maud alivyokuwa ametabiri mapema ileta msisimuko wa aina yake, na watu walifurahi ajabu kutokana na makala ambayo wote walikiri kwamba hawajawahi sikia mambo mazuri kama yale. Nimeanza kuhisia ya kuwa yule mtazamaji ameanza kuvutia, kuanza kuuliza kitabu hiki anaweza pata wapi akisome. Katika hapa Kenya, Nairobi, Mombasa, Kisumu, mahali popote mahali kuna jumuiya ya Islamu Ahmadiyya anaweza pata. Hata kule Tanzania hekima ya dini, hekima ya mafundisho ya dini ya Kiislamu. Asante sana. Na umesema masaa yalikuwa yameongezwa. Mwalimu Saib, sio tu masaa peke yake muda iliongezwa, bali hata nasikia siku 2 zikaongezwa. Ilikuwaje Mwalimu Saib? Mara tu baada ya umati mzima uliokuwa umehudhuria kuafikiana kwamba muda uongezwe wa vikao kwa sababu ya kusikiliza makala ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, kila mtu alikubaliana na pendekezo hilo. Baada ya kupendekeza, wakasema kwamba angalau siku nzima iongezwe. Sasa ikaongezwa siku, na siku iliyofuata saa 3 asubuhi, saa 3:30 ilikuwa inatakana kwamba hicho kikao kianze. Ilipendekezwa kwamba waanze saa 1 kabla. Kwa hivyo saa 3:30 asubuhi kikao kianze. Lakini kwa sababu ya ile ladha iliyokuwa katika makala ikisomwa hapo awali na ikaahirishwa kwamba ifike kesho yake, watu walimiminika pale ukumbini kabla ya hiyo saa 3:30. Yaani kabla hata ya saa 3 kamili tayari ukumbi ulikuwa umefurika furifuri, na watu wanaingia kwa hoi hoi. Bado hawajasikia akisoma, lakini tayari wanashangilia kabla hajaanza kusoma. Na wakati ambapo sasa Abdul Karim Sahib aliinuka kwanza kuyasoma yale makala, basi watu wote, sauti za kushangilia kwa nderemo na vifijo zilizidi sauti ya Abdul Karim Sahib. Yani kwa hali ambayo watu wote wakaona kwamba kweli ni uhondo juu ya uhondo. Na wakasikiliza haya makala ikisomwa mpaka muda ukaisha tena. Na bado wenyewe wasikilizaji ndio wakaomba tena, hadhira iliomba tena kwamba tuongezwe tena wakati. Wakaongeza kesho yake tena makala iendelee kusomwa. Sasa wakati ikiendelea kusomwa makala, ikasomwa na huku wanashangilia na wanasema kwamba hatujawahi kusikia makala nyingine hapo awali kama inayosomwa ya Maulvi Sahib, ambaye ya Sayyidna Ahmad alayhi wasallam, ambaye inasomwa na Maulvi Sahib. Sasa wakasikiliza kwa makini sana, na kila mtu aliyekuwa na hamu ya kusikiliza alikuwa anataka hata ikiwezekana asimame asogee karibu zaidi. Pale nyuma alikokaa naona ni kama hatapata vizuri. Sasa wakasikiliza mpaka wakati ambapo inakadiriwa kwamba mkutano huo sasa uliongezwa, ikachukua siku 2 zaidi. Alafu saa 7:30 huo muda uliongezeka kwa ajili ya makala ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Yani ilizidi muda ambao ulikuwa umekadiriwa, na hata ukaongezwa mwingine. Ilikuwa imezidi kwa sababu tu ya ile hamu ya wale wasikilizaji kwamba waendelee kusikiliza. Baada ya wao kusikiliza na mkutano ukaisha, sasa watu kila mmoja alikuwa na nafasi ya kutoa maoni yake, akisema kwamba hatujawahi kusikia
mkutano vile ulianza na vile umeisha, makala ambayo imesomwa na ikashinda makala zote ni hii ya Mirza Sahib. Mashallah. Nilikuwa nasema hii makala ya Mirza Sahib imeshinda makala zote. Asante sana. Na hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa anasema kuna nyingine ilisomwa. Zile zote zilizosomwa hakuna mtu alizungumzia. Walizungumzia moja hii. Mashallah. Na kwa makisio tu ya idadi iliyohudhuria ilikuwa kati ya watu 7,000 na 8,000. Ni watu wengi sana. Ni katika ukumbi mmoja, ni watu wengi sana hawa. Hao walifaa kukaa katika uwanja kama uwanja wa uga wa michezo. Lakini hapo kama walikuwa katika ukumbi, bila shaka walifurika zaidi. Asante kwa hivyo sana. Ilikuwa ya kupendeza. Naam. Asante sana kueleza ni muda gani Masih Maud alayhi salatu wasalam makala yake ilisomwa na Maulvi Abdul Karim Sialkot. Asante sana. Na pia sio tu wale ambao walihudhuria, baada ya kuhudhuria najua kuna magazeti ambayo yalichapishwa, yani kusifia ile makala yake. Je, unaweza eleza yule mtazamaji apate kujua ni gazeti gani, hata akienda mtandao anaweza pata ni gazeti gani tafadhali? Ni kweli kwamba kila gazeti au magazeti mengi maarufu katika India yalichapisha habari hizi, kwa sababu sasa ilikuwa ni habari ya kitaifa ambayo iliwavutia watu wengi sana katika usomaji wake na uandishi wake. Kwa hivyo miongoni mwa ile magazeti makubwa, najua bwana mtangazaji, kuna magazeti mbalimbali, kuna magazeti za mitaani na kadhalika, lakini haya magazeti ya kitaifa yalitangaza, kwa mfano kama the Civil and Military Gazette, kuna ile the Indian Review, kuna ile tuseme the Spiritual Journal na the Bristol Time. Hizi ni magazeti mashuhuri ambazo zilikuwa kule India. Zote kwa pamoja zilitangaza kwamba hutuba iliyokuwa nzuri sana ni yake Masih Maud alayhi salatu wasalam. Kuna zingine zinasema kwamba ingawa sisi si wafuasi wake, hii ni point muhimu sana bwana mtangazaji, kwamba wamekuwa fair, kwamba ingawa sisi si wafuasi wa Mirza Sahib, lakini ukweli kusema kwamba makala yake imeshinda zingine zote. Nafikiri huu ni ushuhuda mzuri sana kwamba mtu ambaye hakuungi mkono kiimani, lakini kwa sababu ni ile justice, nasema kwamba makala ya huyu bwana imekuwa ni bora zaidi. Lingine nasema kwamba hatujaona mtu ambaye ni kutoka sehemu hii kwamba anafikisha ujumbe kwa watu wa magharibi, watu wa ni kule western countries kwa namna ya uhodari namna hii. Kwa hivyo haya makala yalisifiwa kwa umbali sana katika nchi yote ya India na magazeti makubwa kwamba makala haya yalishinda makala zote, na namna alivyobashiri Mirza Sahib katika kile kichikaratasi alichotangaza mapema ni kwamba Mwenyezi Mungu alishamjulisha kimbele kwamba makala yake itashinda. Kwa hivyo haya magazeti yalikuwa yanadhibitisha tu ile utabiri wa Masih Maud alayhi salatu wasalam. Naam, yeye ilithibitisha kule watu kupiga shangwe na nderemo ya kuwa hii ndiyo hotuba iliyo bora kuliko hotuba zingine. Asante sana Mwalimu Sahib. Naam. Mimi sitaki tuwache yule mtazamaji akiwa amedua. Ningependa kidogo, kwa sababu we ulieleza ni mada gani ambazo zimo ndani ya hekima ya mafundisho ya dini ya Kiislamu. Hatutafanya vyema kabla hatujataja hata ladha yoyote imo katika ndani ya kitabu hiki. Tafadhali tueleze mada kidogo chache, hili pia yule apate kuelewa. Kabla sijazamia kueleza tu mada, mimi pia naongeza kwamba vyombo vya habari hususan magazeti katika taifa la India vyote vilishangilia na kutoa maoni ya kupendeza sana. Na hasa Bristol Times walisema kwamba hakuna makala nyingine ambayo inaweza kufikia hiyo katika mashariki ya magharibi. Hiyo ndio imeongoza. Alafu kuna hili The Spiritual Journal Boston. Ambalo wasema Injili Safi. Wao walisema kwamba wanapendekeza kwamba kichapishwe kwa sura ya kitabu. Ile makala ichapishwe kwa sura ya kitabu na kila mwanafunzi Muislamu awe na kitabu hiki. Alafu akasema pia kila mtafutaji wa ukweli anayetaka kujifunza lolote kuhusiana na dini ya Kiislamu atafute kikiwa ni kitabu, sasa isiwe tu makala. Kwa hivyo ilikuwa ni pendekezo la hawa jamaa ambao walifurahia makala Masih Maud alayhi salatu wasallam. Sasa nikirudia kwenye mada tu ambayo ilikuwa pale nyingine muhimu, ilikuwa uhusiano, yani uhusiano wa roho na mwili.
Sayyidna Ahmad alayhi salam katika kueleza uhusiano wa roho na mwili alisema kwamba mwili ni mama ya roho na roho haingii kwa mwili kupitia kwa tumbo, kupitia tumbo la mama alafu ikaendelea hivyo. Hapana, akasema kwamba roho inakuwa kama mwanga ambao unaingia katika tumbo la mama na unaendelea, ule mwanga unaendelea kupanuka wakati mtoto anavyokuwa. Kadiri anavyovuta kimo ndio mwanga ule unaendelea kupanuka, na hiyo ndio roho. Na akasema kwamba tafakuri ya kawaida imeeleza kwamba huu ndio uhusiano ulioko kati ya mwili na roho. Na akanukuu aya ya Qur'ani tukufu ambayo ni katika Suratul Mu'minun aya 15 ambayo inasema kwamba na tukamfunika mtoto mchanga tukamfunika mtoto mchanga tumboni. Na akasema subhanallah, huyo ndiye aliye mbora katika uumbaji. Na hii ndio mada iliyo ndani ya aya hii, ndio mada iliyoko katika aya hii. Sasa akaeleza kwamba hii ni hali ya pekee ambayo watu wengi hawajafahamu. Ndio uhusiano ulioko baina ya roho na mwili, haviachani. Mtu asiseme kwamba yeye sasa amepata roho katika utu uzima, eti roho alitoka mbali akaja, alikuwa mlevi, alikuwa sijui anafanya maasi gani, alafu akakutana na roho. Roho iliingia mapema tumboni, ikakulia ndani ya mtoto alipokuwa anakuwa anavuta kimo kule tumboni. Ndivyo alivyosema Sayyidna Ahmad alayhi wasallam. Na hii ikamenukuliwa katika kitabu hiki cha The Philosophy of the Teachings of Islam kurasa wa 7. Alafu ni katika Rohani Khazain jalada la 10 kurasa wa 321. Naam. Wakisome wale wanaweza soma, wasome waelewe. Na pia ukaeleza ya kuwa yule ambao walikuwa wanatoa pendekezo katika magazeti zao ya kuwa kila Muislamu lazima kuwe na kitabu hiki, awe na kitabu hiki. Ina maana ya kuwa kitabu hiki kina umuhimu zaidi na elimu ambayo inaweza tapakaa kwa kila Muislamu, na hata tu Muislamu, watu mtu wengine pia. Na asisome mara moja, asome zaidi ya mara 7 hata 10. Kwa sababu jinsi unapopata ule uhondo unaweza kusahau mada uliyosoma awali. Kwa sababu kila mada ni mpya na inaleta uhondo mpya pia. Asanteni. Afadhali urudie kusoma mara kwa mara. Asanteni sana. Asanteni sana kwa kutueleza ladha ya kijitabu hiki, na ina uhakika ya kuwa yule ambaye mtazamaji atatazama kipindi hiki au anatazama kipindi hiki, basi atapata kutafuta kitabu hiki na kukisoma na kupata hiyo ladha. Asanteni sana kufika, na nawasihi pia muweze kufika katika kipindi kijacho. Asanteni. Asante. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, muda umetupa kisogo. Tungekupatia mengi kupitia kitabu hiki, lakini muda hatuna. Lakini kuwa nasi katika kipindi kijacho, tuendelee kuelimika kupitia vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Lakini saa hii tafuta kitabu Hekima ya Mafundisho ya Dini ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, ए आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।